Nadhani ahadi yangu nimetimiza. Nimeweza kukupatia na nguvu zingine za ziada ili uweze kuilinda hii razani. Itakusaidia vyema wewe na familia yako. Nadhani utakuwa mzuri. Sawa. Lakini macho yako yawe kwangu wakati wowote. Maana nafahamu kwa upeo ulionao kile kitakachoendelea huku utakuwa unakifahamu. Usiwe mbali nami. Sawa. Kaka samani. Habari yako? Salama. Samani. Wewe ni mwenyeji mtaa huu? Ya, ni mwenyeji. Nikusaidie nini? Kwa kuwa wewe ni mwenyeji maeneo haya, naomba unielekeze kwa mwenyekiti. Nina mdogo wangu anahitaji kusafiri. Alafu ana kitambulisho cha uraia. Kwa hiyo nilikuwa nahitaji niende kwa mwenyekiti ili nipate barua ya utambulisho. Sawa. Kwa hapo ulipo kwa mwenyekiti sio mbali. Umeona mtaa? Utaacha kona ya kwanza, uko na kulia. Mtaa unaofuata, ukikunja tu utakutana na nyumba ya Sheikh Rashid Malonga. Nyumba inayofuata ya mwenyekiti anaitwa Kipenga. Kaka. Samani. Unajua nimekuita, alafu nikaanza tu kukuuliza maswali. Hatujatambulishana, hujanifahamu, sijakufahamu. Mimi naitwa Jessica. Sijui mwenzangu unaitwa nani? Naitwa Lubanza. Karibu. Oh, Lubanza. Yaani hapo mtafutaji akichoka ujue ni muda kupumzika tu. Kula vinani fulani hivi. Hata hapa kimebaki nini? Hapa ni vimaji vya kunywa tu, vikusukubizia kwenda vimteremko. Sina shida mtoto wa watu, mtoto wa Majuma ndio huyo tena. Ukitaka kujua nani hasira za mlevi, mwaga pombe yake na nikata. Yaani unakula nani? Jacho la mwanaume. Jacho la mwanaume na nini? Hujawahi kunijua hata kama ni familia hapa lazima kiubande. Kuna nane yangu. Usile nane yangu. Kwa sababu ni familia. Hata ulikuwaga wapi na siku zote za mimi na leko choma. Na nikata. Ulikuwa wapi tu niambie ukweli. Kwa sababu mimi nimeshatalakida huku na huku. Sikuoni. Nakuwa nahangaika na gologota.
Nikila nikiulizia labda kama kuna mtu hivi amepotea na futi 16 kwenda hewani, ana vijole fulani, sikuone. Umetelekeza familia. Hadi sasa hivi panya wanakuwa wanajua naishi mwenyewe, wanakuwa wananivamia. Aitwa Poloto. Eti kanita wewe unaitwa Kata, eti kanita Poloto. Nane yangu. Daida. Nani? Bamia ni maiti iliyochemshwa. Acha ichemshwe lakini Nani? Familia! Wewe nani Kata? Familia! Kadondoka ujue. Shikamoo. Marahaba. Jambo? Si jambo, karibu. Asante. Mzee Chendo nimemkuta? Hapana, baba ametoka. Sasa akirudi mwambie Mzee Mbijika alikuja. Sawa. Na umesema nani? Mzee Mbijika. Kama utasahau basi mwambie yule mzee ulimwambia aje saa 10 alasiri. Alifika. Sawa? Sawa. Labda unaweza ukaniambia ujumbe wako nikamwambia. Hapana. Shida nilikuwa na mimi inamhusu babako, sio wewe. Sawa, nitamwambia. Sawa. Ehe. Huu mguu ulikuwa unakuja kwako. Afadhali nilivyokuona. Kwani kuna tatizo? Kuna tatizo kubwa sana linaloniumiza hapa. Unakumbuka kabla sijazaa na babake Bwaga, kuna mwanaume aliniahidi anataka kunioa. Ndiyo nakumbuka. Kwani kuna tatizo? Tatizo lipo. Baada ya kuipinga ile ahadi aliyoniahidi, ndio maana mimi nikaamua kuitia misukule nyumbani kwake. Lakini cha kushangaza, Mzee Chendo alienda kuitoa ile misukule. Akaifanya ile familia ikawa na furaha upya tena. Na mimi iliniumiza sana ndani ya moyo wangu. Sawa, amekufanyia ubaya. Na kama ambavyo umesema ahadi yako ile mwanaume hakuitimiza. Na mbaya zaidi hata misukule pia imetolewa. Sasa labda mimi nikuulize, kati ya hao wawili, nani mbaya wako? Mwanamke au mwanaume? Mbaya yangu ni yule mwanamke. Sitaki awe na furaha katika ile familia. Maana yule mwanaume baadaye nina malengo naye. Sawa. Hilo nalo linapendeza kama utaki awe na furaha. Labda nikuulize kitu kingine cha msingi ambacho unaweza kukifanya. Wewe ulikuwa unataka kufanya nini? Mzee Manembo, sina maneno mengi ila nahitaji msaada wako. Sawa, nimekuelewa unachokimaanisha. Kwa kuwa nilikuwa naelekea barabarani, acha nirudi nyumbani nikajiandae. Baada ya hapo nitakuja nyumbani kwako. Sawa, nimekuelewa. Na mimi acha niende nyumbani. Haya. Ni kama dunia imesahau hazina ya upendo. Hii ni ya tsunami, hii ni ya tsunami. Tunazama na hakuna chombo cha kuokoa. Hii ni ya tsunami, hii ni ya tsunami. Nani atasimama wakati upepo unavuma?
Mungu msaidie mdogo wangu jamani. Mama Mungu mdogo wangu jamani. Mungu nisaidie mimi mdogo wangu jamani, akasa Mungu. Zuzu na mdogo wangu na nini Zuzu? Mama mdogo wangu mimi jamani. Zuzu mdogo wangu. Zuzu nataka nini Zuzu? Jamani. Majirani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا وتعالى جد ربنا من اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول شفيعنا على الله شططا. Unaitwa nani binti? Naitwa Zufa. Na wewe huyu ni nani kwako? Ni mdogo wangu. Sawa. Mchukue huyu binti, umuingize ndani. Mgairi safari ambayo ulikuwa mnakwenda. Na kuna mtu atakuja hapa, atakuja kuyamalizia alobakia. Sawa. Chendo mtetezi wa kila mnyonge, ana macho kama moto waka usiku, kwa sauti ya simba anapiga ngurumo, wachawi wanatetemeka, hakuna pa kujificha, anawakomesha wachawi. Chendo anawafichua gizani. Chendo tetezi wa haki. Chendo kwa kila hatua anashinda vita. Pole kwa kukuweka. Usijali. Ila nimefurahi sana kwa kuitikia wito wangu. Habari yako? Safi tu. Nimeitikia wito. Unajua unanishangaza sana. Kwa sababu mimi na wewe leo ndo tunakutana kwa mara ya pili. Lakini nimekupigia simu moja tu na umeweza kuwasili sehemu ambayo nilipo. Unajua ni watu tofauti sana. Bila kupoteza muda, mimi niende kwenye pointi moja kwa moja. Unajua wewe ni mwanamke wa tofauti sana. Ile siku nilivyokuona ulikuwa umependeza na leo umependeza zaidi yani. Kwa hiyo ninapokutizama hivi wewe hata ukivaa gunia yani unang'aa tu yani. Kutokana na rangi yako uliokuwa nayo, sio ya marosheni manini, yani ni rangi yako ya asili kabisa. Unaweza kuniona hivi naongea maneno mengi sana, najichekesha hapa. Mimi nikwambie tu, mimi ni mwanaume wa tofauti.
na sio wale ambao wanachezea chezea. Mimi nataka nikuoe moja kwa moja, yaani ukikubali tu nataka nikuoe. Na kitu kingine, mimi sikuwahi kupata mwanamke ambaye alinisikiliza akawa pamoja na mimi. Wengi walikuwa wanakuja tu kunichola, wakiona mazingira yaeleweki wanakimbia, lakini nika struggle mpaka sasa hivi nimejipata. Kwa ninapokuambia sasa hivi nina hela, ukiwa na mimi utaenjoy chochote utachokitaka na kutimizia kwa wakati. Nimekuelewa. Ili swala lako linahitaji muda. Kwa nitafikiria, then nitakupa majibu. Muda. Waswahili wanasema supu tamu inywewe ikiwa ya moto, na kingine nzege alilali. Nahitaji tu kufahamu muda huo, labda ni wiki, mwezi. Maana hapa nilipo nakwambia nina kimwemwe sana yani. Unajua ni mrembo mzuri sana yani, nikikuangalia hivi yani yani natamani ungenikubalia sasa hivi unajua. Unaonekana una haraka sana na hili swala. Ndio, nina haraka kweli. Maana nipo kama mwanafunzi alofanya mtihani, afu anasubiria majibu, ndo mimi hapa yani. Usijali. Haraka siku zote ina baraka. Na mambo mazuri hayataki haraka pia. Kwa hiyo tulia. Nitakupa majibu. Sawa. Mimi nimekuelewa na nashukuru sana na nimefurahi zaidi ya sana. Nikutakie tu safari njema huko na kuelekea nyumbani. Sawa. Uwe na wakati mwema. Haina shida. Wadudu ndo mimi huyo. Utayari ashaja kwenye mfumo. Mimi nachikaga tu alafu kweza lao. Ai. Kijana, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Unanifanya niwaze sana na kusipa kupata majibu. Na tangu nihamie huku sijai kukaribisha wala sijai kukujuza lolote. Nashangaa umefika hapo umepafahamu vipi? Kwani una mashaka na mimi? Hapana. Sawa. Imekuwa ni bahati nzuri nimekukuta ikiwa natoka. Na dhumuni la kuja hapa ni kwa ajili yako. Kuna binti ambaye alikuwa ukimshughulikia mara kwa mara kwa ajili ya tatizo la majini. Nimefanikiwa kukutana na huyo binti muda si punde, na baada tu ya kutoka huko ndio nimekuja hapa kwako. Mungu amejalia kulingana na taaluma nilionayo, nimemsaidia na nimetoa tatizo lake. Hivyo yule kiumbe alikuwa anamsumbua nimemrudisha katika himaya ambayo tumwa. Na yule kiumbe alitumwa tokea yule binti yuko mdogo. Na aliyefanya kazi hii ni mama ambaye anaishi katika mtaa wa 3 kutoka hapa kwako. Hivyo jukumu ambalo unalitakiwa wewe kulifanya kwa sasa ni kumfanyia kinga yule binti. Maana kile nilichokifanya mimi kimerudi sehemu husika, wakati wowote wanaweza kukirudisha tena katika mwili wake. Mashaallah. Sina budi kumshukuru Allah tabaraka wa taala kama umeweza kufanya hivyo, na Allah akulipe kheri nyingi sana. Na nitafanya kama unavyosema, sitochoka pia, na nitazidi kumwomba Allah tabaraka wa taala anitoe katika usahaulifu, kwa sababu binadamu tumeambiwa kusahau. Nilikuwa natoka sasa, tuweza tukaongozana? Mimi narudi nilipotoka, hivyo wewe unaweza kwenda tu. Sawa. Salamu alaikum. Wa alaikum salam.
Imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea. Uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake.